Unaweza ukampa mwanamke mtaji hata kama ni wa milioni 7, hata kama ni milioni 200, lakini hela ya mwanamke huwa haiamini kama ni ya kwake. Anachofanya, akitaka kusukwa atakuja kwako umpe ya kusukwa, anapotaka kutengeneza kucha anakuja kwako umpe ya kucha. Mkitaka mkosane, mwambie wewe si una biashara yako. Ukisha mwambia tu una biashara yako, yoka chorori yako yofunyeja. Yani usimtarajie mwanamke kumpa mtaji wake ndo umtarajie kuwa kunamuona anashona nguo, anafanya nini. Yani anaanza kujiona kama hana mme, anajihudumia na hawezi kukumbuka kama hizo hera za mtaji ni zako. Hawezi. Yani ni bora umwambie tumia kiasi chochote kwenye fedha yako, halafu nitakurudishia. Atakuelewa. Ndio maana wanaume wengi wanaamuaga kukata tu shortcut. Hampi kazi mwanamke, hakuna cha biashara, hakuna cha nini, anaweka ndani kazi yake, na yeye awajibike kuwa anajieleza kila siku. Hatuna hela ya mkaa, sina ya vocha. Jamaa linakuwa kama limesikia au halijasikia, linaenda chooni kwanza, linatoa hela kwenye wallet, linarudisha, linaweka hapa, linampita kama halijasikia, analikumbusha tena, tumewaomba ya mkaa, ina maana ndo linarudi sasa, linashika hapo, linampa. Sina maana ya kwamba usimruhusu mkeo kufanya biashara, ila nina maana ya kwamba